Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, kama tulivyokuwa tumeweza kukueleza hapo awali kwamba tumekita kambi hii leo katika msikiti wa Salama Jamia Masjid hapa katika mtaa wa Kibra jijini Nairobi, ili angalau katika siku hii ya Ijumaa ili tuweze waumini wa dini ya Kiislamu, wale wengine pia ambao wanatutazama kwa sasa, waweze kupata kuelewa na kupata faida pia kwa njia moja au nyingine katika siku hizi muhimu ambazo tumeweza kuingia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na moja kwa moja hapa tuko naye hapa Sheikh Ahmad Idris ambaye tutakuwa tunaongozana naye, na vile vile Sheikh Yusuf Abu Hamza ambao wataweza kutusaidia katika kuweza kusukuma gurudumu hili ndani ya siku hii ya leo. Kwa hivyo moja kwa moja ustadh, labda Sheikh Ahmad, tukianza kwako, labda tu kwa faida mtazamaji umweleze haya masiku 10 ya mwisho ni masiku gani, na labda mbona yakafadhilishwa kuliko masiku mengine? Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka fadhila katika hizi siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan, kwa sababu ndani yake kuna usiku tukufu zaidi. Tunaangalia katika Qur'an kuna sura 2 ambazo zimezungumzia hasa kuhusu huo usiku wenye cheo. Sura ya kwanza ni sura ambayo inaitwa Suratul Dukhan, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika bila shaka Qur'ani tumeiteremsha katika usiku yenye baraka. Na huo usiku wenye baraka Mwenyezi Mungu aliposema katika Suratul Dukhan, anasema fiha yufraqu kullu amrin hakim, ndani yake ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapanga mipangilio ya mwaka mzima. Kama tumezoea watu kwenye kazi, kwenye mashirika, unapata kuna siku wanaweka siku maalum inaitwa siku ya action plan. Sasa action plan ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafanyika katika usiku, fiha yufraku kullu amrin hakim. Na Mwenyezi Mungu katika hii aya hakuisema ni usiku gani, alisema tu tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye baraka. Kisha kuna sura ambayo inaitwa Suratul Qadr, ndio Mwenyezi Mungu sasa akafafanua kabisa akisema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika bila shaka tumeteremsha Qur'an katika usiku yenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, na nini kitakujulisha usiku yenye cheo? Lailatul qadri khairun min alf shahr, Mwenyezi Mungu anasema Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Maana yake ukifanya khairi yoyote ndani yake katika huo usiku, basi ni kama umefanya ibada kwa muda wa miaka 83 kama wanavyotueleza wanachuoni wa Kiislamu. Kisha Mwenyezi Mungu anakamilisha sura akisema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaika wanateremka ndani yake na roho hapo fasiriwa ni Jibril alayhi salam, kuonyesha pia utukufu wa Jibril. Jibril ni malaika lakini anatajwa ndani yake, ni kama kwa lugha yetu ya kawaida sema watu wote walihudhuria na fulani pia alihudhuria, maana yake yuko katikati ya watu lakini ana cheo zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ruhu fiha biidhni rabbihim, wanateremka kwa ruhusa ya Mola wao, malaika wote wanateremka katika huo usiku. Mwenyezi Mungu anasema salamun hiya hatta matla'il fajr, salamu amani inakuwa mpaka alfajiri inachomoza. Naam, shukran sana. Tukija kwako labda Sheikh Yusuf Abu Hamza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tumeambiwa ndio kielelezo chetu chema kama Waislamu, katika masiku haya 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, labda alituhusia tufanye kipi, ama yeye mwenyewe kwa vitendo? Maana tunajua kuna hadithi zile za kala rasulu na kana sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Katika siku hizi 10 za mwisho Mtume ametuhimiza sana, na kikubwa zaidi tunaambiwa kwamba Mtume alikuwa akihuisha nyusiku zake. Ina maana kwamba aliwaamsha watu wake wa nyumbani, ikiwemo mke wake na wote walikuwa nyumbani kwake, ili kufanya ibada zaidi. Kikubwa katika siku hizi 10 za mwisho ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ruhusa kubwa, ama ametoa nafasi kubwa
kwa yeyote mwenye kudai ama kutaka kumuomba, ili kwamba yeye amuombe na yeye atamjibu. Kwa hivyo ni fursa ambayo Mtume anasema tuitumie, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika siku hizi Mwenyezi Mungu huteremka na kuuliza nani mwenye jambo lake, nani mwenye kutaka niomba ili mimi nimjibu. Kwa hivyo Waislamu tunaombwa kwamba, manake sote tuna matatizo, sote tuna malilio, sote tuna jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni siku muhimu kwamba katika mambo yetu mengi tuchukue nafasi hizi za usiku, ambazo tunaambiwa kwamba akiweza mtu atumie usiku wote, na asipoweza atumie nusu yake, na asipoweza atumie hata robo yake. Usiku huu almuradi kwamba aihuishe kufanya kumuomba Mungu, jambo la kwanza. Alafu pili, kufanya mambo ya kheri. Katika zile kheri ambazo mtu anafanya, ni nafasi tena fursa adhimu ambayo ukifanya jambo moja unalipwa kwa ziada. Sasa Mtume ametuhimiza pia tufanye mema, hasa katika siku hizi 10 na siku hizi, ili kwamba katika mema tupewe ziada. Ndio maana watu huisha usiku kwa kuswali, kwa kuamka, kusimamisha. Alafu mwisho kuna msamaha wa dhambi, ambayo pia inatokamana na mtu kuhuisha swala zake za usiku. Watu wanapokuwa wanaamka usiku kuswali, ni jambo la kheri. Atakapokuwa ameswali na yeye vile vile atakuwa anasamehewa, kama alivyosema Mtume kutufundisha katika hadithi yake kwamba mwenye kusimama kisimamo cha kuswali usiku ama kuswali katika Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake. Kwa hivyo watu tunasema kwamba kuna mfululizo ya watu kukimbilia kusamehewa, kwa watu kukimbilia kumuomba Mwenyezi Mungu, na watu kukimbilia ili kwamba wapate kheri zaidi katika amali zao ndani ya siku hizi. Shukran sana. Turudi kwako tena Sheikh Ahmad. Kaifa kana sallallahu alaihi wasallam, labda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku hizi 10 za mwisho alikuwa akifanyaje yeye? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoeleza mwanzo, Mtume katika hizi siku 10 za mwanzo za mwisho wa mwezi wa Ramadhan alikuwa anajitahidi sana katika kufanya ibada. Tunaambia alikuwa anakaza kikoi chake, maana yake alikuwa anatia bidii zaidi na anaamsha watu wake. Na kama tunavyojua, nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imeshikana na msikiti, na kuna ibada ambayo leo hii wengi wetu tumeipuuza, na ni ibada ya itikafu. Itikafu maana yake ni kujifunga msikitini, kujilazimisha katika kukaa msikiti kwa kuhuisha usiku kwa ibada na kusoma Qur'an na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anagura chumba chake. Kama tunavyojua, nyumba yake ilikuwa imeshikana na msikiti. Sasa chumba chake alikuwa anaigura, anakaa ndani ya msikiti. Akiwa anahitaji jambo alikuwa anarudi kwenye mlango. Mke wake Aisha alikuwa anamchanua nywele na nini, lakini yuko wapi? Ndani ya msikiti. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara, anasema wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, msiwaingilie wanawake kama ilhali mmetia nia mko katika itikafu. Maana yake mtu kujifunga na kwa kufanya ibada. Leo hii kuna watu wana itikadi zingine ambazo kwamba ni ibada zao, kama wengine wanafanya ile yoga, mwingine anafanya meditation. Sasa lakini katika Uislamu kuna ibada inaitwa itikaf. Wewe mwenyewe inaitwa self reflection. Wewe na Mwenyezi Mungu, unabaki wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unataka nini kwa Mwenyezi Mungu? Kama tulivyosema, tunahimizwa kufanya dua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mfano, tunaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Mtume kwenu ni kiigizo. Sasa yeye mwenyewe alikuwa na lead by example, anaongoza yeye mwenyewe. Yeye katika siku 10 alikuwa anagura msikitini, anakaa ndani ya msikiti na anafanya ibada. Anakaa hizo siku 10 zote tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogura kutoka Maka kwenda Madina. Ramadhani zote alikuwa hizi siku 10 alikuwa anakesha msikitini. Na jambo lingine, Jibril alayhi salam alikuwa anakuja usiku, kila usiku akimfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Sasa tunaona kusoma Qur'an katika hizi siku 10 usiku ni muhimu zaidi. Na pia Aisha radhiallahu anha, upande wa wanawake,
Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikijua leo ndo Lailatul Qadri niseme nini? Mtume alimwambia afanye dua akisema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sasa ni dua ambayo Mwenyezi Mungu anasema, alimfundisha Aisha radhiallahu anha hiyo dua. Dua inasema nini? Mwenyezi Mungu, Allahumma, ewe Mola wangu, wewe unapenda msamaha, basi nisamehe. Sasa ni muhimu kwa mtu Muislamu aombe msamaha, kwa sababu sote ni wakosaji, hakuna yule msafi. Kila mmoja ana mapungufu, kila mmoja ana madhambi yamemzunguka. Ni wakati wa kujitakasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ni mkarimu, Mwenyezi Mungu ni msamehevu, Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Hajali wewe una dhambi imejaa mbingu na ardhi, yeye anakusamehe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yeye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ashasamehewa madhambi zake, lakini alikuwa anahuisha ile usiku. Je, mimi na ndugu zangu Waislamu, sisi ambao kwamba tumezungukwa na madhambi, inatakikana tuchukue fursa ya usiku kama huu. Sheikh Yusuf, labda tukizungumzia itikaf kando na Ramadhani, itikafu pia unaweza labda mtu kuifanya nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam, kama ndugu yangu Sheikh Ahmad alivyoeleza, itikafu ni muda ama wakati maalum ambayo mtu anafanya ile tunaita self reflection, na hili ni jambo ambalo analifanya mtu si tu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu sote ni wakosaji na sote tuna mambo mengi ambayo yanatukumba kama wanadamu. Kwa hivyo huwa ni fursa ama mtu huchukua nafasi, yafaa kila Muislamu katika shughuli zake za kila siku achukue nafasi na muda kati yake na Mola wake. Hii ni wakati ambapo mtu anakuwa pale msikitini, maana itikafu wenyewe wanaita ni mukthu fil masjid, ni mtu kujisahaulisha na mengine yote ya kiulimwengu, anaingia katika msikiti kwa nia na azma kwamba yeye na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pale anasoma Qur'ani, anafanya dhikri, anaomba dua kwa Mwenyezi Mungu, bimaana kwamba anataka jambo la kumbadili. Kwa hivyo anapoingia pale katika kufanya ile itikafu, nia yake hasa anataka imani yake kwanza iongezeke, alafu anataka jambo la kumbadilisha yeye, kwa sababu itikafu tunapokuwa tunafanya kwa sababu tunataka Mwenyezi Mungu atubadilishie mambo yetu tulonayo. Sasa hii ndio kitu kikubwa, si lazima mwezi wa Ramadhani peke yake. Itikafu yawezekana hata mwezi zingine, hata kwa wiki, hata kwa kila siku, wakati wote ambapo mtu ana nafasi na fursa ya kufanya ile itikafu. Na lazima iwe msikitini ama hata nyumbani? Mara nyingi itikafu ni msikitini, kwa sababu tunaangalia utakatifu na tunaangalia utakatifu na ubora wa ile pali. Ama manyumbani huwa ni kugurwa, kwa sababu lolote la kiulimwengu, lakini halizuiliki kwamba mtu akikwenda katika itikafu ndio maana amekata ile mawasiliano na ulimwengu wa nje. Tunamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mara alikuwa anakwenda itikafu hata siku ambazo si za Ramadhani, lakini mara anatembelewa na wake zake. Kama kuna kipindi kimoja alitembelewa na mke wake Sofia, na baada ya kuzungumza naye kisha akatoka akimsindikiza. Ina maana kwamba si lazima kwamba mtu atakita msikitini ili ajiitie maabusu pale. It's a reflection, lakini iko flexible kwamba mtu anafanya mambo yake mengine, lakini yuko pale kwa sababu ya ile ibada maalumu katika msikiti na mzunguko wa sehemu ile. Namshukuru sana Sheikh Ahmad. Tukirudi kando na labda kama mtu hawezi kusimama huo usiku, ibada gani nyingine ambayo inapendeza muhimu wewe umehuisha haya masiku 10 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam, kama mtu ana udhuru, ni mgonjwa ama ako safarini ama kwa sababu ya kikazi ama kwa sababu ya nini, bado ile fadhila ile usiku wanapata. Muhimu zaidi ni kuomba dua, muhimu ni kuomba istighfar, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusamehe madhambi na kuomba dua, kwa sababu tunajua tuna mahitaji mengi. Kuna yule ambaye anataka kazi, kuna yule ambaye anataka ponyo, kuna yule ambaye anataka cheo, kuna yule ambaye anataka kufunguliwa riziki. Kila mmoja ana mahitaji yake. Sasa ni kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati kama huo na kukithirisha sadaka. Sana sana dada zetu saa zingine labda zile udhuru zao za kimaumbile hawawezi kuja msikitini, hawezi kufanya itikafu, basi lao ni kufanya istighfar na
yale kazi ambayo kwamba wanafanya pia ni ibada wakitia nia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, hakika bila shaka si jambo lingine, amali hulipwa kulingana na nia. Sasa dada zetu na wake zetu na mabinti zetu wanashughulika sana katika kuandaa futari, kuandaa dako, kuosha vyombo, kutengeneza nyumba wakati wa Ramadhani, na labda wana udhuru, na saa zingine wanasononeka, wanasema sasa watu wanakwenda wanafanya ibada, tunataka kufanya dua lakini tunakosa hiyo. Lakini hapana, hawakosi. Wakifanya nia mzuri, wakiwa wanaomba dua, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatimizia haja yao. Pamoja na ile kazi ambayo kwamba wanafanya ni ibada, kutupikia chakula ya futari, wengine wanafuturisha, wengine wanazunguka katika misikiti wanawasaidia watu katika kuwafuturisha Waislamu. Ile yote ni ile kazi ambayo kwamba wanafanya. Haya, kuna dada zetu wengine labda yuko kwenye duty ya usiku, labda ni nurse, labda ni daktari, lakini ni Muislamu. Ile kazi anafanya akiweka nia ya kupata fadhila, anapata, kwa sababu anafanya kazi ya kumuokoa binadamu mwenzake, kuokoa Muislamu ama binadamu yoyote. Kazi yoyote ya kijamii akiweka nia, basi anapata mema inshallah. Shukrani. Nikiongeza tu kama alivyosema, ni muhimu dada zetu wafahamu kwamba kazi kubwa ambayo na dini vile vile inampa ujira kwayo kwa mwanamke ni kazi ama shule anayofanya nyumbani kwake, kumhudumia mumeo, kuhudumia watoto wake, mazingira yake na kila jambo. Ile una umuhimu mkubwa zaidi ya ibada ya mwanamume ambaye anakwenda katika jihadi. Kwa hivyo yule mwanamke asione kwamba yeye yuko nyumbani anajichukua kwamba kajidhalilisha, kwamba yeye hafanyi kitu, anaitwa housewife, lakini katika dini ana umuhimu mkubwa, kwa sababu hiyo kwake ni ibada. Kando na hizi nyudhuru za kiafya, alafu kama saizi labda kunyeshe, kuna mvua, unataka kwenda msikitini, unaweza ukafanya ibada zako pia nyumbani ndani ya siku hizi 10? Kitu kikubwa sana Mtume alitufundisha, akatuambia kwamba tusizifanye manyumbani kwetu kama makaburi, yani pahala ambapo haitumiki, au mahame, pahala ambapo haitumiki. Ni pahala pa ibada vile vile nyumbani. Na Mtume pia tunamuona kwamba wakati mwingine akimaliza kuswali kule msikitini, sala zake za sunna huwa anaziswali mara nyingi nyumbani. Kwa hivyo kama kuna udhuru, na si wakati wa udhuru peke yake, hata nyakati zingine anaweza akafanya mtu kama kusoma Qurani yake, kuhuisha usiku wake, kuswali swala zake za usiku, vile vile ni sawa anaziswali nyumbani. Na ni jambo ambalo vile linapendekezwa zaidi, kwamba tusizifanye zile manyumbani kuwa ni mahame, pahala ambapo watu hawaishi, pahala ambapo hazina fadhila zozote kwa mtu. Sasa mtu tunamuona Mtume alikuwa ahya ahlahu, akiwa istaikadha ahyahu, akiwaamsha wale watu wake. Kwa hivyo pale katika kuamsha, ina maana kwamba nyumbani kuna nafasi kubwa kwa yule mtu, kuna udhuru ama si udhuru, kuwaamsha, kufanya pamoja na wao. You lead the prayers pale nyumbani. Baba awaongoze mama na watoto, ama ikiwa baba hayuko, wale watoto wa kiume waongoze kina mama pale nyumbani. Na hata wakikosekana vile watoto wa kiume na wanaume, hata kina mama pia waswali nyumbani pale, na mmoja wao pia anaweza kuwaongoza pale. Kwa hivyo kila pahala, si msikitini peke yake, fursa hii imetolewa hata nyumbani pia. Ahmad, umetaja hadithi ya innamal a'malu binniyat, nikakumbuka ile ya innamal a'malu bil khawatim. Kadri masiku yanavyozidi kumalizika haya mwezi wa Ramadhani, kawaida, sijui ni desturi huwa imewekwa ama ni sisi wenyewe tumejengea, misikiti watu wanazidi kupungua. Labda wasia wako kidogo, labda manake sote tunakosea, lakini labda tukisikia leo tunaweza ikatusaidia mahali. Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema innamal a'malu bil khawatim, amali hulipwa kulingana na mwisho, unamalizaje. Unaona, kwa vijana wanapenda mipira, labda mtu amepiga pasi vizuri, akakupatia through pass, goalkeeper ashaanguka kule, wewe umebaki na goli. Sasa lako ni kufunga, ukipiga nje umeharibu. Sasa pia Ramadhani, al-a'malu bil khawatim, Ramadhani bidii inafaa kuzidishwa
hizi siku kumi za mwisho kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naambiwa Mtume alikuwa anajitahidi zaidi. Sasa ni ile ulegevu wa Uislamu na upungufu wa iman ndio naona watu wana zile na nia zingine ambazo kwamba watu wameweka, nimeshaweka nia, wacha tu Ramadhani ishe nitafanya mambo yangu. Kama mwingine alikuwa anagombana na mwenzake, anamwambia ngoja tu Ramadhani ishe tutapambana na wewe. Lakini sasa jambo kama hili inatakana, ibada inatakana izidishwe zaidi, kwa sababu mwisho ndio inatizamwa. Hata tunaangalia kwenye kifo, tunaomba dua, tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie nini? Husnul khatima. Husnul khatima manake mwisho mwema utoke na kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na tunaona katika michezo sana sana, tukipiga mfano wale ambao kwamba wanakimbia mbio, zile raundi za kwanza wanakimbia polepole, lakini ikifika ile raundi ya mwisho wa kuenda kupata sasa medali ya dhahabu, unaona kila mtu anazidisha kasi. Sasa kama Muislamu anatakana kuzidisha kasi katika hizi siku 10, kama alivyoanza Ramadhani na kasi, basi azidishe kasi katika hizi siku za mwisho kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tumesema kiigizo chetu nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuangalie mwisho tunamaliza aje. Ile finishing ndo inatizamwa. Kama kwa mfano timu yako inacheza, lakini walicheza pasi nzuri lakini wamefungwa, watu wana nini? Wanalalamika, wanasema hii timu ni mbovu, walipiga mapasi nyingi lakini na sasa sisi Muislamu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema amepata hasara yule ambaye atapatwa na Ramadhani, na Ramadhani isiwe sababu yake kubadilika, na Ramadhani isiwe sababu yake ya kusamehewa. Sasa ni muhimu zaidi kwa mtu Muislamu asilegee. Watu wanalegea, tunajua kuna ule uchovu, kuna ibada kila wakati uko msikitini unasoma Qur'ani, wengine unapika futari, wengine wanafanya shughuli hapa na pale, anasoma Qur'an, kuna ile uchovu. Lakini pamoja na ile uchovu kuna thawabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Mwenyezi Mungu hapotezi ujira ya yule mtu ambaye kwamba anafanya matendo mema kwa uzuri zaidi. Shukrani sana Sheikh Yusuf. Tukirudi tena katika kutafuta huu usiku wa cheo, kuna wengine wanauliza labda unazo dalili zake, labda utajuaje, utajua vipi? Kunazo dalili na inaonyesha ilikuwa siku fulani? Usiku wa cheo ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliuficha. Tumeambiwa tu kwamba tuna hii siku ambayo ni siku tukufu, Lailatul Mubarak, lakini hatukuambiwa ni siku gani. Lakini wanazuoni wanatuambia tuitafute siku hiyo, ima kwa 21 ama kwa 23 ama kwa 25 ama kwa 27 ama kwa 29. Ina maana kwamba imefichwa, ni moja katika siku hizi. Kwa hivyo umuhimu ni kwamba tuchukue hizi siku zote 10. Kwa sababu wewe hujui siku gani ndio siku yenyewe. Tuchukue siku zote hizi 10. Tatizo kubwa ni kwamba sisi tuna udhaifu wa ulegevu, kwamba baada ya Ramadhani 15 20 tunaanza kulegea. Tunaona kwamba tumeshafanya mengi, tumefanya zaidi siku nyingi, kwa hivyo zilizosalia, lakini ndio siku ambazo ni muhimu na ndio siku iliyofichwa. Baraka na umuhimu na uzito wa Ramadhani uko katika siku hizi. Sasa tunapotoroka siku hizi, huwa tumetoroka yale ambayo yalikuwa asili yetu katika Ramadhani. Shukran sana Sheikh Yusuf Abu Hamza huyo na Sheikh Ahmad pia ambaye tumekuwa naye hapa katika msikiti huu wa Salama Jamia Masjid hapa Kibra. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunarudi studio angalau tuweze kukuandalia yale ambayo yameandaliwa katika chumba cha habari pale saa 7, alafu tukirudi tutakuwa bado tuna mengi. Kumbuka tuko hapa kuweza kuangazia na kuzungumzia fadhila za siku 10 hizi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani.